Ndugu Waislamu, tukiwa na Ijumaa yetu ya 3 sambamba na darasa letu la 3 baada ya 100 ya kwanza, bado tunaishi na ulimwengu wa uadilifu katika Uislamu. Al-Islamu wal-adala ndiyo anwani kamili ya khutba yetu ya Ijumaa 2 zilizopita. Uislamu na uadilifu. Madha ajaba الشاب المسكين بعدما أراد منه أهل الجزيرة أن يزوجوه وقالوا له إن لنا بنتا يتيمة وقد ترك لها أبوها كثيرا من المال، وكان الشاب يتردد لأنه ليس في نيته أن يتزوج خارج بلاده مكة، وأخيرا وافق الشاب بالزواج. Ndugu Islam, katika yale mambo matano ambayo tuliyachagua ili yaweze kuendeleza na kutawala khutba yetu ya uadilifu katika Uislamu, jambo la kwanza lilikuwa uadilifu kwa raia. Jambo la pili, uadilifu kwa wafanyakazi. Jambo la tatu, uadilifu wa wafanyakazi katika kazi zao. Hapo ndipo tulipoishia, na tukawa tumebakisha hili na uadilifu kwa watoto na uadilifu kwa wake. Katika kusimama kwetu Ijumaa iliyopita, namna gani kama utamweka Allah mbele na tamaa ukaweka nyuma, ukawajibika ipasavyo kama mfanyakazi katika kazi ulionayo, hata kama mwajiri wako atakudhulumu, hata kama mwajiri wako atakulipa posho ndogo, hata kama ni kibarua miaka 10 bado hujapewa ajira, lakini ukaamua kufanya kazi ile kwa ajili ya kusitirika na kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, na ili mradi tu usiwe omba uwe unakula jasho lako na ukachukulia kazi kwako sawa na ibada, utakuwa mwenye kufaulu na kila gumu Allah atakuwa mwenye kutatua. Ndipo nikakupeni kisa kinachopatikana katika kitabu kinachoitwa Ajaibul Qisas, maajabu ya visa. Namna gani moja katika vijana aliyekuwa akiishi katika mji wa Makka, mcha Mungu katika wacha Mungu, aliyeishi masiku kadhaa bila ya chakula, akawa anaishi kwa maji na tende. Siku ya masiku kama wanavyosema Waswahili, nyota ya jaha imemwangukia kana kuokota fuko lenye thamani ndani yake, sina haja kulirudia. Kijana aliposafiri kuwa baharini na alipodondokea katika kisiwa, mwenye kutaka yote atarejea mkanda biidhnillah Ijumaa ijayo kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alipokuwa mwenyeji, Allah akamtatulia, akawa imamu wa msikiti anapata mshahara, akawa anasomesha Qur'ani anapata mshahara, mwisho akapewa kazi ya kufundisha lugha ya Kiarabu anapata mshahara, mwisho sasa akawa na maisha mazuri na mapesa chungu mzima. Ndipo akaona kwamba lazima tumwozeshe. Wakawa wanamtaka mara kwa mara aoe kwao, lakini katika nafsi yake alishapanga asiowe nje ya mji wake wa Makka, asiowe mwanamke aliye mgeni, aowe huko kwao. Lakini alipoona anaweza akamwaga ugali wake, mwisho kijana anakubali kuoa. Anaambiwa, tutakuozesha binti sharifa, mtakatifu, mzuri, yatima, hana ndugu, na baba yake mzazi amemwachia mali, yani mali nyingi kupita kiasi. Huyo ndiye atakufaa kwa tabia yako na dini yako.
ndoa ikaandaliwa ndugu Muislam. Walamma kana lailatu dukhulihi wa utiya bi arusihi wa qad zuyyinat lahu بكل أنواع الزينة وعليها من الحلل والقلائد ما الله به عليم. Bibi harusi alipoandaliwa kama mwanamke wa peponi na akawa anameremeta kweli kweli na kupamba kwa mapambo yote, na kwa kuwa baba aliacha masanduku kwa masanduku ya madhahabu na macheni na mikufu ya kimataifa, binti akapambwa kwa mapambo yote. Usiku wa kwanza anakutana na mkewe. Alipokuwa anazungukwa na watu, mume anakwenda kwa mke, anamgusa kichwa na kuomba dua, bado watu wako. Cha ajabu, kijana akawa haangalii tena uzuri wa mkewe. Na zama hizo si kama zama hizi, watu wanaanza yale wanayoyaanza kabla ya ndoa. Mwanaume mpaka anaoa hajui mwanamke yukoje. Cha msingi siku ile, japo hata kama watu wako wengi, lazima ibie angalie mke wangu mzuri kiasi gani. Cha ajabu, macho yake yakawa yanadondokea sehemu hizi, bimaana shingoni. Akawa anatathmini vile vitu alivyovaa. Hakuwa tamaa, hakuwa mwenye kushangilia kana anasema hizi zitakuwa za kwangu. Kumbe katika kupiga jicho aliona mmoja katika mikufu alizookota katika mji wa Makka. Akawa anaangalia mkufu, unanikumbusha wapi? Nakumbuka nilikaa nao masaa kadhaa katika mfuko wa ajabu. Ndani yake kuna mifuko 12. Ndani ya kopo ya ajabu iliyopigwa sildi ya aina ya 12, na kila uzi moja una rangi yake. Akavuta kumbukumbu ile picha yeye na yule babu. Akasema kwa vyovyote huu mkufu utakuwa ni katika mali nilizokota katika mfuko wa yule babu. Mpaka wale ndugu, watu wa harusi, watu wa kisiwa wakasema, kasarta qalba hadhihi alyatimati ya shaykhana, mbona unamvunja moyo yatima huyu mke wako? Kwa nini badala ya kumtazama wewe ndo kwanza kabisa unatazama mapambo alionayo? Wageni wataona shekhe wetu ni tamaa na angalia mali, hamwangalii mwanamke. Shekhe, usitutie aibu, mtazame uso wake. Lakini alichofanya akawaambia, sina tamaa na dunia mimi. Huu mkufu niliwahi kuokota muda fulani uliopita katika mji wa Makka. Akanijia babu mmoja, nikamkuta sokoni akiwa ameshika dirhamu 500. Anasema, hadha liman radda ilayya kisi, hii zawadi ni kwa ajili ya yule atakayenirudishia mfuko wangu. Fabadaa yukhbiruhum bilqadiyya walhikaya, akaanza kuelezea ilivyokuwa. Kumbe babu yule ndiye mzee katika kile kisiwa. Kumbe binti yule, bibi harusi, ni mtoto wa yule babu. Babu aliporudi kutoka Makka aliwahadithia hadithi yote kwa ujumla kabisa. Ndipo walipojua kijana yule aliyosifiwa na huyu babu. Daima babu anapowahadithia watu anasema, sikuwahi katika maisha yangu kukutana na kijana mwenye imani, mwenye kinaa au qanaa katika imani na katika dunia kama kijana mmoja niliyokutana naye Makka. Aliokota mfuko wangu wenye thamani ndani yake, hakuhitaji utajiri na kanirudishia, na akakataa bakhshishi niliyompa 500. Akasema, si haki yangu, sikuitolea jasho. Allahumma ijma' baini wa bainahu hatta uzawijahu bibnati. Babu daima alikuwa anaomba dua, anasema, ewe Allah, na kuomba nikutanishe tena na yule kijana ili nipate kumwozesha binti yangu. Walipojua kwamba ndiye kijana mwenyewe, fabadaa ahlul jazirati yukabbiruna wa yabkuna min shiddati alfarah. Kisiwa kizima kikapiga takbir.
kisiwa kizima kikaanza kulia kwa furaha na kusema, ima kweli mzee fulani alikuwa mcha Mungu, japo hamjaonana tena, ameshafariki, lakini Allah amekuvuta huko uliko, kakuleta katika kisiwa hichi mpaka akathibitisha kukuozesha binti yake. Jamaa aliacha mikufu na mfuko wa thamani kwa ajili ya Allah na kuogopa mali ya watu, na akajua thamani ya akhera, kwamba leo utaiba hakuoni mtu, akhera unatakiwa ulipe. Malipo hakuna pesa wala akaunti, bali amali zako njema zitachukuliwa na kupewa muhusika. Lakini kama nilivyotangulia Ijumaa iliyopita kwa kuambieni, Bwana Mtume amethibiti kwake katika hadithi iliyo sahihi akisema, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu, yoyote mwenye kuacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atampa kizuri kikubwa chenye thamani kuliko hicho mara mbili yake, tena haraka, tena katika njia asiyoitegemea kabisa. Kila moja afanyie kazi hilo. Kisa kinatufundisha mambo mengi mno. Kwanza kabisa, babu kumpenda yule kijana awe mkwe wake kwa ajili ya dini yake, kwa ajili ya uaminifu wake, na akawa anaomba Mungu kwamba nikutanishe naye, nimkabidhi mtoto wangu huyu amuoe. Allah hakujalia kukutana kwao, lakini alichojalia ndoa kufungwa. Safari yote ile mguu unamwasha, kumbe anaambiwa nenda katika kisiwa fulani utatajirika. Waislamu, baada ya kuoa, mali zote alizokota ziko chini yake. Mambo yote aliyoachiwa na baba yake kama urithi anaendesha yeye. Hatimaye ameishi naye miaka miwili na kuzaa naye watoto wawili wa kiume, na mama anafariki dunia, mali bado zinarejea kwa kijana. Hatimaye yeye ndio tajiri wa kwanza katika kile kisiwa. Licha ya kupata tabu katika mji wa Makka, licha ya kukaa miezi na miaka bila ya chakula, lakini alifanya subira, lakini alikinai, lakini aliipa dunia kisogo. Hakuwa tayari kutapeli wala kunyang'anya wala kuiba wala kufanya lolote linalo umuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, baada ya hapa, nilipokuwa katika mji wa Mwanza, niliulizwa swali na baadhi ya ndugu ambalo sikulijibu mpaka hivi leo, bali kila nikilikumbuka huninyima raha swali hilo. Nalo, Muislam katika Waislamu anaishi katika mji wa Mwanza, ana ndugu yake anaishi nchi za nje, akamwambia tufungue kampuni au kiwanda katika mji wa Mwanza, na ninaomba wafanyakazi kama 400 watakao fanya kazi katika kiwanda hicho. Wachache tutaangalia kisomo chao na vyeti vyao, kwa kabidhi sehemu nyeti. Walibaki wote vibarua 400 wataendesha. Sharti langu, nataka Muislamu kaka huyo anayeishi nje ya nchi na awe mswaliji. Wapi utawapata wewe mdogo mtu? Ikabidi apeleke taarifa misikitini na kubandika ofa hizo katika ukuta za misikiti. Hatimaye waswaliji 400 wanafanya kazi katika kampuni hiyo. Haikuchukua hata mwaka mmoja, kampuni imedondoka juu mpaka chini na kufilisika. Tathmini inaonyesha mfanyakazi asiyekuwa Muislamu mara nyingi wamenyoka, mara nyingi ni wakweli, mara nyingi ni waadilifu, mara nyingi wanatosheka, japo njia wanaoishi nayo ni njia ya jahannam, ni upotovu nje ya Uislamu. Lakini ukiangalia Uislamu wa Abubakar na Umar, ule waadilifu wamejaliwa wao, mpaka kampuni kafufuliwa upya. Katika wafanyakazi ambaye anakuwa mfanyakazi bora baada ya kufufuliwa upya, jambo hili la kusema Waislamu watupo likafa. Wakawa wanajua wao namna kuajiri watu wao.
kila mwaka mfanyakazi ambaye wanamtunuku cheti cha zawadi kuwa ni mfanyakazi bora miaka yote ni Mkristo, japo Waislamu wapo wenye sijida. Mpaka moja la Waislamu wa tabligh katika mzunguko yao wakapita katika kampuni ile na maeneo mengi na kumtaka yule muhasibu mfanyakazi bora anayopewa zawadi kila mwaka, wakamtaka aingie katika Uislamu na kumshawishi. Sasa mmiliki wa kiwanda japo ni Muislamu 100% akasema, mtaniharibia mfanyakazi wangu, sitaki kabisa awe Muislamu, na hakikisha akiwa Muislamu huyu tayari ataharibu kazi, atakuwa mvivu kuanzia siku anasilimu, atakuwa tapeli kuanzia siku anaingia katika Uislamu, na uongo na dhulma ndio itakuwa ndio mavazi yake. Na wallahi nami nakubali tathmini ndivyo inavyoonyesha. Je, yule kukataa mfanyakazi wake kusilimishwa kwa kuangalia maslahi ya biashara yake, Uislamu unaruhusu? Japo Uislamu hauruhusu hata kidogo. Kama unampenda mpeleke peponi, na njia pekee ya kuingia peponi ni kufungua Uislamu na kuingia katika Uislamu. Lakini hii inaonyesha namna gani Waislamu wanavovunja mioyo Waislamu wenzao katika kazi mbalimbali. Acha huyu mwingine amejenga msikiti jijini Mwanza, wafanyakazi wakawa Waislamu. Wallahi anasema bei waliombangua katika kujenga nyumba ya Allah ni maradufu. Hapa anasema msikiti uliachiwa pale ulipoachiwa kozi 6 hadi 7. Nondo wakazibeba, simenti wakatia ndani na kumuibia Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba yake. Mwishoni nasema atafuta injinia asiyekuwa Muislamu. Wallahi alikataa kupatana na mimi, akasema hii ni nyumba ya Mungu, sitopatana na wewe, nitajenga mwanzo mpaka mwisho, utanipa utakachojaliwa. Kwa nini sisi tunachafua Uislamu? Tulipokuwa Burundi sasa, mwenyeji wetu akatupa kisa cha ajabu cha mtu ambaye alikuwa mchapakazi hodari, mcha Mungu, mpenda dini, na akawa anafanya kazi katika kampuni. Na tunapozungumza hivi hatuzungumzi kuatia dosari Uislamu, bali ni Waislamu wenyewe kwa wenyewe tunatiana dosari, na si wote, japo tathmini inaonyesha 1% kubwa ndivyo tulivyo, ila wacha Mungu wapo na waadilifu wapo. Huyu bwana bosi wake akamtunuku na kumpeleka haji au hija. Mwakani utaenda hija kwa namna unavyonifurahisha katika kazi zangu. Anaenda hija na rudi, tokea siku hiyo hakuna mvivu kama yeye. Mpaka sasa ofa za kupeleka hija wafanya kazi wa Kiislamu akasitisha, akasema kumbe hija kuna haribu. Badala ya mtu kubadilika akirudi katika nyumba za Allah, ndo kwanza anakuwa Firauni mara 2. Sijui huko hakwenda kwa nia safi, sijui alipigwa jiwe ya laana. Ijumaa iliyopita tulijaribu kutoa tahadhari na saha mbalimbali kwa waajiri katika kuwatendea haki mbalimbali waajiriwa wao au wafanyakazi wao. Leo katika kuliendeleza hivyo ninasema, kwa nini inaonyesha sisi Waislamu tuna matatizo katika kazi mbalimbali? Kwa nini haturidhiki? Kwa nini tunashindwa kutekeleza wajibu wetu? Uislamu unasemaje katika kufanya kazi? Leo inafika sehemu makampuni mbalimbali getini anawekwa mlinzi, anawasachi wafanyakazi wanapotoka. Mtu yuko tayari kuondoka na bisibisi ambapo anaweza katafuta mtaani na kapata. Lakini katika hili napenda kutoa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2582. حديث نباري 2582 من حديث أبي هريرة. mimi na wewe tunaopenda kuiba makazini, mimi na wewe tusiowajibika vizuri katika kazi za Waislamu wenzetu, hata kama si Muislamu umeajiriwa na si Muislamu, huruhusiwi bado kumdhulumu, bali unatakiwa utekeleze wajibu wako ipasavyo. Vinginevyo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi,
Utaulizwa juu ya kitengo ulichokabidhiwa, kwa nini hukulisimamia vizuri, kwa nini hukuwa mwadilifu katika hilo. Hadithi inasema, na Bwana Mtume anasema, la tuwaddanna alhuquq ila ahliha yawm alqiyamah hatta yuqada lishati aljalhai min ashati alqarna. Ikiwa duniani dhulma zimekithiri, siku ya mwisho Bwana Mtume anasema kwa hadithi iliyo sahihi, kila aliyoibiwa na kudhulumiwa haki yake, siku ya mwisho hakimu wa mahakimu katika mahakama ya kimataifa, katika mahakama isiyokuwa na rushwa hata kidogo wala uonevu, Mtume anasema kila aliyodhulumiwa hata kijisenti kimoja atarudishiwa kile alichodhulumiwa mbele ya mahakama ya Allah. Anasema mpaka mbuzi mwenye mapembe na asiyekuwa na mapembe wataletwa katika mahakama ya Mungu, mwenye mapembe kuhukumiwa kwa kutumia vibaya mapembe yake katika kumpiga vichwa mara kwa mara asiyekuwa na mapembe. Mbuzi wanyama itakuwa hivyo, atanyang'anywa zile mapembe na kupewa huyo asiyekuwa na mapembe, na ataambiwa kunguta kadri alivyokukunguta duniani. Sasa leo tufanye tunavyotaka kufanya, lakini siku ya hukumu tunaweza tukapelekea hao tunaoona na wao wanatudhulumu, siku hiyo wao kupeta na hatimaye kuchukua mema yetu yote. Na nikikuleta tena katika hadithi ya Bukhari, hadithi nambari 6534 min hadithi Abi Huraira vile vile, Mtume anasema, man kanat indahu madhlama li akhihi min irdihi au min shay'in falyatahallalhu منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Jamani, Bwana Mtume anasema malizaneni hapa duniani, kile aliyodhulumu akaombe msamaha au arudishe kile alichodhulumu. Dhulma iko aina nyingi. Kuna dhulma mpaka ya maneno, kuna dhulma mpaka ya kusengenya, kuna dhulma mpaka kupakaza matope watu. Basi kabla ya kufika siku Bwana Mtume anasema siku ambayo senti, dirham wala dinar hazitokuwepo, kitakachofanyika ni kuchukua mema yako kupewa yule aliyomdhulumu, na kama itaonekana mema yamekuishia, madhambi ya yule aliyomdhulumu yatawekwa juu yako kadri ya vile dhulma uliyomfanyia. Sasa Mtume anasema malizaneni hapa duniani kabla ya kuja siku hiyo. Umfuate umwambie, bwana, nilipokuwa kazini kwako nilikuibia mimi, niliwahi kutoka na kiasi fulani mpaka katika viwanda vya nguo, mfanyakazi yuko tayari kuvaa pea 2-3 alafu akavalia overall lake kwa juu, anaingia akiwa mwembamba, anatoka akiwa mnene, mpaka soksi mtu anaona ni hulka, lazima aondoke na kitu. Sasa mkabili na umwambie, kabla ya kufika siku niwahi kukufanyia 1, 2, 3, nisamehe. Na sikuchukua kitu chake mpaka dhulma ya maneno, niliwahi kukusengenya, niliwahi kukusingizia 1, 2, 3 wakati sikufahamu vizuri, wakati sijawahi kukaa na wewe hata risali moja, wakati sijawahi kulala na wewe kitanda kimoja, wakati sijawahi kusafiri na wewe hata safari moja, ila tu nafsi yangu, husda zangu nikaona kuchafue. Naomba unisamehe kabla ya kufika siku ya mwisho. Leo hujui siku hiyo Mungu atakwambia fulani alikudhulumu, na lazima utaletwa katika mahakama ya Allah. Waislamu, tutaishia hapa katika wafanyakazi kuwajibika ipasavyo na kumcha Allah na kujipamba na uadilifu kadri ya uwezo wao katika kazi zao. Ama mawili yaliyobaki biidhnillah tutayakamilisha katika Ijumaa ya leo. La kwanza katika mawili, huququ al-auladi fi al-islam, haki za watoto katika Uislamu. Falislamu ja'ala lil-auladi huquqan, Uislamu umejalia watoto nao wana haki zao. Miongoni mwa hizo, minha ta'limuhum lil-islami walis-salati wal-qur'ani. Miongoni mwa haki za msingi kabisa anazokudai mtoto wako, usipomtendea, wewe ni dhalim nambari 1 na hukufanya uadilifu,
Kwanza kumsomesha mtoto wako kujua Uislamu wake kikweli kweli, na kumsomesha mtoto wako uswaliji wa sala 5, na pamoja na kujua kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu. Miongoni mwa haki za mtoto, minha tahsinu asma'ihim, kuwapa watoto majina yaliyo mazuri, majina ya Kiislamu, majina yenye mishiko, na wala sio jina la mgeni. Mgeni, mtu leo anaitwa jina lake mgeni, kama mgeni upo hapa wala usinichukulie mimi sikufahamu. Jina leo limekuwa mgeni, wakati mgeni ni sifa ya mtu ambaye anatoka sehemu, si mwenyeji. Jumapili mtu anaitwa Jumatatu, Jumanne, na ukiangalia hizo zote majina inasababisha na Uislamu. Mtu leo anaitwa Mashavu, kesho utakuja Mapua. Yote majina tunasema sisi ni Waislamu. Yako wapi majina ya watoto wa kike wa Kiislamu wenye historia katika Qur'ani na katika Sunna? Ndugu Waislamu, hizi ni katika haki za mtoto. Sasa لقد ثبت في الصحيحين كتك صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث صحيح صريح كالشمس في رابعة النهار. hadithi sio na waswasi. Sikiliza hadithi hii na angalia Muhammad ibn Abdullah namna gani alivyokuwa msimamizi mzuri wa uadilifu, hakuwa mwenye kupendelea hata kwa watoto. Anna Nu'man ibn Bashir anna abahu a'tahu 'atiyah faqalat Umratu bint Rawaha la arda حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. Sikiliza hadithi hiyo. Baba ana wake wawili. Katika wake wawili, mtoto mmoja alizaliwa na mwanamke mmoja. Siku ya siku alimuita na kumtunuku, kampa zawadi nono. Katika riwaya katika Bulughul Maram inasema, riwaya nyingine alipewa zawadi ya shamba. Riwaya nyingine inasema alipewa zawadi ya mtumwa. Ama mwanangu, nakupa mtumwa awe wa kwako kipindi ambacho Uislamu bado haujaharamisha utumwa. Awe mfanyakazi wako akufanyie shughuli zako, maana hilo pia ni raha kwa namna moja au nyingine. Umekaa mambo yako yanashughulikiwa na mwingine. Lakini mama wa yule kijana akasema, mume wangu, hata mimi siwezi kuridhia hilo. Wewe una watoto wengi, mpaka uende kwa Mtume umhadithie ya kuwa kwa hiari yako umeamua kumtunuku mwanao fulani kitu fulani, lakini wengine hukuwafanyia hilo. Alipokuja kwa Mtume akamhadithia, Mtume akamuuliza, a'ataita saira waladika mithla hadha? Watoto wako wengine umewapa kama huyu ulivyompa? Akasema la, hapana. Mtume akasema, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Mugopeni Mwenyezi Mungu enyi wazazi. Tayari Mtume amebadilika. Fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Mimi na wewe, wangapi tunaonyesha ubaguzi baina ya watoto tuliowazao wenyewe, mpaka kwa ishara na kwa maneno, mpaka mtoto anakuwekea mafundo wewe kama mzazi kwamba baba hanipendi kama anavyompenda mwenzangu. Hata kama ni kweli moyo unaweza kaelemea kwa mmoja wapo katika watoto wako, lakini hupaswi kuonyesha, kwani utajenga uadui mkubwa hata baina yao. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya, na katika hadithi nyingine akasema, idhan la tushahidni biljur au biljawr au kama qal, kama ndivyo ilivyo mimi Muhammad siko tayari kushuhudia dhulma kama hii. Ni moja katika haki za watoto, nami na wewe hatuna budi ya kujifunza kupitia katika hadithi hii tukufu. Ukimpa huyu pipi, na yule lazima umpe pipi. Vinginevyo Uislamu unaruhusu katika kuwashajiisha katika Qur'ani na Sunna, au katika ilmu ya kawaida popote shuleni. Atakayefanya vizuri ndampa zawadi, hapo sawa. Aliyefanya vizuri mpe zawadi, kumwamsha na yule mwingine. Lakini leo watoto wanabaguliwa kiasi ambacho anapotaka kutoka kwenda kutembea baharini, popote pale
anastuliwa mmoja hapa ambaye nenda katuombe kwa baba ruhusa, mpaka wao wanajua kwamba wewe umeelemea kwa yule. Tatizo kubwa hilo, na hilo ni dhulma. Leo unaliona la kawaida, siku ya mwisho unaweza ukahukumiwa na hilo, wal billah. Ndugu Islam, kwa haraka la mwisho kabisa, al-adlu ma'a az-zawjat, uadilifu kwa wake, hasa kwa wale ambao wana wake wengi au wanategemea kuingia katika duara ya watu wengi au katika ulimwengu wa wake wengi. Amma al-adlu baina az-zawjat amrun hatha alayhi al-islam, uadilifu kwa katika kuwatendea wake, Uislamu umeamrisha hilo fi al-Qur'ani was sunnah, katika Qur'ani na katika sunnah. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند في المجلد الثاني صفحة 295، وأبو داود برقم 2133، والترمذي في جامعه برقم 1141، والنسائي برقم 63، وابن ماجه برقم 1969، وصححه ابن حبان برقم 2207، والحاكم برقم 203 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Angalia hadithi ilivyokuwa na wapokezi kiasi hichi katika mabingwa wa hadithi. Hadithi kwanza amepokea al-Imamu Ahmad katika Musnad, mjaladi wa pili ukurasa 295, Abu Daud kwa nambari 2133, At-Tirmidhi katika jami' yake sahihu jami' at-Tirmidhi 1141, An-Nasa'i kwa hadithi nambari 63, Ibn Majah kwa hadithi nambari 1969, ina ameisahihisha Ibn Hibban kwa nambari 4207, na Al-Hakim kwa nambari 203, hadithi ya Abu Huraira. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatoa tangazo, i'lamun ham, tangazo la kimataifa na muhimu kabisa kwa wale waliooa mke zaidi ya moja. Man kanat lahum ra'atani, yoyote mwenye wake wawili, tega sikio, famala ila ihdahuma, kisha yeye akawa anaelemea kwa mmoja wapo, kwa kila kitu, kwa namna zote, kwa mazingira yote, mpaka kwa maneno. Ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa anasherehesha Bulughul Maram katika kitabu chake kinachoitwa Fathu Dhil Jalali wal Ikrami bi sharhi Bulughil Marami, anasema uadilifu mpaka katika maneno. Si bi mkubwa unampa maneno matamu, sweethearts, my bananas, bi mkubwa unamwona mama fulani njoo, mpaka katika maneno. Kimpa yule maneno matamu kuliko mwingine, wewe si mwadilifu. Sikiliza vizuri Uislamu unavyosema, yoyote mwenye wake wawili akaelemea kwa moja wapo duna al-ukhra, kuliko mwingine. Bwana Mtume anasema jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa bega moja limepinda. Kama duniani ulikuwa sawa sawa, akhera tutakuwa kiwe, kwa sababu tu ya wewe kuelemea upande mmoja. Sasa wenye wake, kweni makini katika hilo, sio mwenye mke, wenye wake. Ama aya inayopatikana katika An-Nisa'i 3 inayosema fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'udu, kwamba Allah aliposema kama mtakhofia kufanya uadilifu baina ya katika kuoa wake wengi, basi yatosha mke mmoja. Hii haina maana kwamba kila aliyeoa mke mmoja si mwadilifu, bali dalili zinaonyesha wazi kabisa katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena katika wale watukufu wakubwa kabisa, wangapi ambao mpaka wanakufa wakawa na wake mmoja mmoja. Baadhi ya wapenda wanawake, insaha ta'bir, ikiwa nitapatia kusema hilo, wanapenda kusema na vipi we ukose uadilifu kwenye wake tu, haangalii uadilifu mwingine.
Na mimi nakumbuka yuko mtu katika maisha yangu, nakumbuka story iliyokuwa sahihi kabisa, aliwahi kusimama msikitini na kuambia wazee wa Kiislamu tumswalie mtume. Wazee wakamswalia mtume. Haya, nataka nikwambieni msikiti mzima nyinyi mapadri mnasemaje? Au wachungaji? Wazee wakaangaliana, usheka changanyikiwa vipi? Akasema nitakupeni pointi tu. Mwenye wake wawili mkono juu, wazee mikono chini, wote hakuna mwenye wake wawili. Basi mnajifananisha na mapadri na wachungaji, inakuwaje hili swala? Ni hadithi za wapenda wanawake. Kama ile hadithi niliyokuambieni, siku moja mtume anaambiwa maisha yamekuwa magumu, anasema ongeza mke. Kaongeza pili, mtume amekuwa magumu, ongeza watatu, ongeza wanne. Muhammad ibn Abdullah hayuko katika sifa kama hizo. Kwa hiyo kutooa mke zaidi mmoja haina maana kwamba huna uadilifu. Mbona uadilifu ni pana katika nyanja zote, katika kila kitu. Sasa ni uadilifu gani Uislamu umekusudia pale uliposema fanyeni uadilifu baina ya wake zenu? Hapa naomba tuwe makini. Ittafaqa ulamauna al-ajillau bi anna al-adla al-maqsuda wal-matluba huwa al-adlu bainahunna fi al-mabiti wan-nafaqati wal-kiswa وليس العدل في محبة القلب لأن هذا لا يملكه العبد. Wanawachuoni jumhur 90% na kadhaa wanakubaliana kwa kusema uadilifu uliokusudiwa na aya za Qur'ani baina ya wake ni uadilifu katika malazi. Si huyu mmoja na chumba kimoja, mwingine ana chumba na varanda. Kosa hilo. Katika malazi kwanza unahakikisha huyu ana 6 kwa 6, godoro la Dodoma kukuruka mwanangu, na hilo lazima kukuruka mwanangu. Sikiliza vizuri. Wanafaqa, na katika kulisha, sio kula napeleka ugali na matembele huko napeleka maini kisha nipo kwenye 7 na kula raha zangu. Hakuna 7 wala 6, kote lazima upeleke hivyo hivyo. Walkaswa au alkiswa, na katika mavazi. Qur'ani kizungumzia uadilifu mara nyingi na kusudia katika hivi. Lakini ndani ya moyo, hichi kipande kinachopatikana ndani ya kifua, kipande cha moyo, kuelemea katika mapenzi ya mmoja kuliko wengine, si katika iliyokusudiwa. Lazima tuelewane. Haiwezekani hata watoto wako uliowazaa wenyewe, inawezekana ukampenda wa kike kuliko wa kiume. Haina kwamba yule wa kiume wewe unamchukia. Basi tu mapenzi ya nafsi hawezi kumiliki mtu isipokuwa Allah. Na kwa wake Qur'ani yatambua hilo, moyo unaweza kaelemea kwa mwingine tu. Akikuita moyo unalipuka kuliko mwingine. Haya ni mapenzi ya moyo, lakini Uislamu haujakataza hilo. Lakini katika mengineo yote lazima uonyeshe uadilifu. Tutaendelea katika kuonyesha kwamba mwanamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi na dalili mbalimbali zinaonyesha moyo wake ulifika, kwa lugha ya vijana wa Dar es Salaam, ulioza au kufa kwa Aisha. Haikuwa na maana kwamba mtume alikuwa dhalim, alikuwa hagawanyi, hafanyi uadilifu baina wake zake. Qur'ani imesema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kull al-mayli fatadharuha kalmu'allaqah. Qur'an nasema hivyo, na kamwe hamtoweza kufanya uadilifu baina ya wake zenu hata mkiwa makini na hilo, lakini usije ukaelemea kwa mmoja wapo kuliko mwingine, mwingine ukamtupa akawa kama kitu kilichoninginizwa. Qur'an nakusudia mapenzi ya moyo ambayo la yamlikuha illa Allah, hakuna anayemiliki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani tuko pamoja Waislamu. Sasa mtume anasema katika hadithi ya Aisha hiyo aliyopokea Imam Abu Daud kwa nambari 1134, An-Nasa'i mjaladi wa 7 kurasa 63, At-Tirmidhi hadithi nambari 1140 wa Ibn Majah hadithi nambari 1971 wa Ibn Hibban hadithi nambari 4205 min hadithi Aisha. Sikiliza vizuri mtume alivyokuwa msimamizi wa uadilifu, alikuwa hayumbishwi kama sisi tunavyonyumbishwa. Kidume ofisini na nje akirudi nyumbani anakuwa kipanya, sio paka tena. Sikiliza mtume
Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqsim fayadil. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akigawa vizuri kwa wake zake na anapatia kwa uadilifu kabisa. Wayaqul, alikuwa akisema Allahumma, ewe Mola wangu, hadha qasmi fima amliku, uwezo wangu wote wa kufanya uadilifu kwa wake zangu mpaka nikagawa vitenge na vikanga kama ulivyoona, hapo ndo umeishia uwezo wangu mimi. Fala talumni fima tamliku wala amlik, naomba usinilaumu kwa kile ambacho mimi sikimiliki. Unakimiliki wewe, nalo ni moyo. Nani anaweza akachukua kidole akapenyeza kwenye moyo wake akauweka sawa kaa vizuri, mbona umekwenda kulia? Angalia, Mtume hapendelei, japo kweli nafsi yake Aisha alimpenda kuliko wote, na mapenzi haya Uislamu haujakataza, isipokuwa isiwe sababu ya kumkanyaga mwingine na kumuonea, isiwe sababu hata unayompenda sana yule aliyoenea katika moyo wako, hata kimkosea yule mwingine wewe bado tu unasema mimi nimependa. Lazima usimamie uadilifu katika hilo. Amma al-adlu baina an-nisa'i fi al-jima'i faqad awjabahu al-allamah ibn al-Qayyim. Amma Ibn al-Qayyim anasema uadilifu hata katika jima'i inatakikana. Waislamu, hebu zinduka na uwe makini katika hili hasa. Tupo katika madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibn al-Qayyim anasema bimkubwa akipata dozi 3, bimdogo naye vile vile dozi 3. أما الجمهور العلماء ونسمى لا تجب أو لا يجب العدل بين النساء في الجماع. wadilifu likusudiwa kwa wake, hii tendo halijakusudiwa. Huo ni utundu wa kila mwanamke, ni upambe wa kila mwanamke. Unaweza ukaenda kwa huyu ukamkuta mashaallah akajifukiza vya kutosha, japo una malaria ukahisi malaria yote imekupotea. Ukaenda kwa mwingine ukamkuta na vitunguu vitupu. Anasema ni jukumu la wanawake wenyewe. Uislamu haujalazimisha uadilifu hata katika jima'i. Jumhuri ya ulama wanasema hivyo. Ama Ibn Qayyim anasema hapana, kama ulivyogawa kanga na vitenge, na hili lazima ugawe hivyo hivyo. Tuko katika chuo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha jumhur ulama yakasema li'annahu la shakka anna al-insana yartahu lilmahbubati indahu akthara min al-ula. Amma katika kutafsiri aya inayosema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, hamtoweza kufanya uadilifu baina ya wake zenu hata kama mtakuwa makini na hilo. Fala tamilu kulla almaili, kilichokatazwa msije mkaelemea kwa moja kwa moja. Fatadharuha kalmuallaqa, akaachwa mwingine kama feni iliyotundikwa. Ibn Kathir anasema la budda min at-ta'awuni fi mahabbah washahwa waljima' kama qalahu Ibn Abbas. Na Ibn Uthaymin katika Fathu Dhil Jalali wal Ikram mjaladi wa 4 ukurasa 632 anasema wa min al-adli baina an-nisa'i al-adlu ala al-qawl ar-rajih an ya'dila bainahuma fi al-mukhataba. Mpaka katika maneno na tathmini inaonyesha acha mke. Leo katika sisi wangapi tuna wake na tuna wanawake wazinifu, ambapo mzinifu yule anachukua noti zako kuliko mke wako. Mke wako kidai tu, si nilikuachia asubuhi shilingi 10,000 ya kula, hunihurumii mwanamke wewe, lakini jana usiku ulitoa 50,000 kwa nyumba ndogo, na akhera nyumba kubwa hiyo ina moto ndani yake. Tazama wanawake wa nje wanapewa maneno matamu kuliko mke wake wa halali. Na mtu mmoja aliwahi kuniuliza, anasema shekhe, nilikuwa na mchumba miaka 2, japo hatuonani, mimi nakaa nje na yeye yuko Ulaya, lakini tunavyowasiliana kwa simu asubuhi, mchana, jioni, kama dozi ya malaria. Paka alfajiri ananiamsha, anajua time za bongo. Tulipooana bana, nashangaa sio mapenzi yamekimbilia wapi.
nikamwambia shetani alitaka kuwakutanisha kwanza kabla ya ndoa kimwili kwa ajili ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mlipokubali kumridhisha Allah na mkafunga ndoa, shetani akataka kuiondoa yale mapenzi, na kila moja hilo alifanyia kazi. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Hadithi iliyopokea Imam al-Bukhari kwa nambari 2593 na al-Imam Muslim kwa nambari 2770. Hadithi ya Aisha vile vile anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotaka kusafiri alikuwa hachagui mke anayompenda kuliko wote, kura zinapigwa. Angalia Muhammad ibn Abdullah, yule ambaye kura itamdondokea yeye ndiye atakayemsindikiza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari zake. Na si katika hilo tu, katika mambo mbalimbali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akionyesha uadilifu baina ya wake zake. Bali imekuja hadithi nyingine sahihi, Mtume anapokuwa na zamu labda kwa mke wake watatu katika siku ya leo, si kwamba anapotea kutwa nzima kwa wanawake wengine. Anahakikisha kabla hajaenda katika nyumba anayokusudia kulala siku ya leo, anampitia mwanamke mmoja hadi mwingine, anakaa muda wa kutosha kabisa kumjulia hali, kupiga naye story, anakuwa naye beneti. Wanasema wake zake, isipokuwa tendo la ndoa alikuwa halifanyi, kwa sababu anajua tendo hili leo la fulani katika usiku wa leo. Angalia Mtume alivyokuwa ni hatari. Wewe na mimi unagawa siku 2 au siku 3 huku na huku, siku 3 zote umelemea kwa yule, huyu hujui kamkaja jana usiku, kafia kitandani kwa hai, huna habari. Lazima umwige Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hayo yote. Ndugu Islam, mwisho wa khutba yangu, tathmini inaonyesha wazi kabisa wengi wetu hatujajipamba na uadilifu, hatujajua sheria na ahkamu za ndoa, hatujajua uadilifu kwa wake, hatukutaka kusoma hayo, na hatimaye tunadumbukia katika hilo bila ya kuangalia, bila ya kusoma Uislamu unasemaje. Hatimaye sasa anadumbukia, yanayomkuta anakimbilia kwa maustadhi na mashekhe, na hilo ni kosa. Na tathmini inaonyesha wazi kabisa wengi wetu sisi akina baba, japo tunasema naongeza mke wa pili, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, sunna ya Mtume na ni ruhusa ya Allah katika aya ya pili katika An-Nisa au aya ya kwanza, lakini sunna ni kwa mdomo. Kumbe kinachompelekesha zaidi ni kukodolea sana macho na tamaa iliyomzidi mwanamume. Na kuthibitisha hilo, kama kweli tunaoa kwa ajili ya dini, tazama mke wa pili anayemuoa hana dini hata kidogo. Wangapi katika sisi tunaoa mke wa pili, watatu, hatuchagui wanawake kwa dini zao na akhlaqi zao. Mtume anasema fadhfar bidhati dini taribat yadaka, shikamana na mwanamke mwenye dini utabarikiwa. Katika hadithi nyingine anasema ad-dunya mataa, katika hadithi ya Imam Muslim, wa khairu mataa'iha al-mar'atu as-salihah, dunia ni starehe ndogo yenye kudanganya. Atakayefanikiwa katika starehe hiyo ni yule atakayempata mke mwema. Naam, kuoa mke wa pili, watatu ni ruhusa, lakini vipi utake kutekeleza ruhusa ya Allah na sunna ya Mtume wakati katika kuchagua huangalii? Ukiangalia kumbe si dini bali ni matamanio. Na kwa kuongezea hilo, tazama wengi wao, tathmini inaonyesha hawadumu na wake zao wa pili au watatu. Siku 2 kamtalik mwanamke. Mwanamke ana maana kumbe bwana, hana dini hata kidogo. Kipi kilichokuvutia wewe mpaka ukamuoa kama hana dini? Sasa tuangalie, tusitumie dini kama kitambulisho na aya ya Qur'ani kama kitambulisho, hatimaye tukadumbukia na tukashindwa kufanya uadilifu, na siku ya mwisho tukafufuliwa tukiwa tumepinda. Kama tunataka kutekeleza sunna hizo, tuwe kama Mtume, tuchague kweli kweli, na tukilenga tuwe tumelenga. Kinachonisikitisha Waislamu, na nitaendelea kufanya bahthi katika hili, wengi wetu mpaka tunapenda kina Agnesi na Janeti na Happy, kwamba napangwa kumsilimisha, kakubali wallahi. Sasa umempenda kama Mkristo, si Muislamu. Dini kwapi hapa? Shekhe, huoni vizuri kuongeza idadi ya Waislamu?
Uislamu unahitaji idadi, wewe umebabaika na figa wewe. Nitafanya bahthi biidhnillah kupitia kwa wanawachuoni wakubwa, na siungi mkono mimi kwa haraka mtu akampenda mwanamke asiyekuwa Muislamu, kwa sababu Uislamu unasema umpende dini kama hepi. Dini gani ulichompendea wewe kama sio mwili wake? Na ukaacha kina Fatuma, nitamfundisha Qur'ani mimi. Hakuna mashekhe wenyewe kufundisha wake zao kazi ndani. Utaweza wewe? Siku 2 miaka 2 wanaachana, mwanamke anarudi kwenye dini yake ya zamani. Nyinyi mashahidi katika hilo. Sasa hili lazima tulitafakari kupita kiasi. Kwamba unapompenda, mpende kama Fatima, kama Khadija. Hata kama una upungufu wa dini kiasi fulani, unaweza kusema nitamrekebisha kwa sababu alishawahi kupita chuo, kwa sababu tayari hijabu anaanza kuvaa. Sio huyu tambadilisha dini baada ya siku 2 3 kufuata dini hawezi. Wengine mpaka kufunga Ramadhani ni ngumu, na 99% ni wachache wenye kufuata dini. Kwa sababu gani? Ulikoanza naye umeanza naye kwenye zinaa, huwezi kumrekebisha. Toka babu, mimi na wewe tumefanya mangapi koko bichi, leo unajifanya shehe sana. Waislam, Allah bil adala. Na kuhusiana nafsi yangu kufanya uadilifu katika kila jambo, kwa wake, kwa watoto, makazini, mpaka maneno yetu. Allah anasema wa idha qultum fa'dilu, mtakapoongea ongeeni kwa uadilifu. Na kumbukeni hadithi ya muflis. Mtume anasema wako watu watakaokuwa muflis, atakuja siku ya kiyama akiwa na mathawabu kibao. Mlima wa Kilimanjaro ni mdogo kwa ukubwa, lakini atakuwa kashasingizia, kashatukana, kashadhulumu. Siku ya mwisho thawabu zote atanyang'anywa na kuwapa yule ambaye amemdhulumu. Kwa hiyo uadilifu ni baharun amiqun la sahila lahu, bahari kubwa isiyokuwa na mwisho wala kikomo. Tuwahurumie wake zetu. Wanawachuoni nasema kama wanavyotuvumilia nasi tuwavumilie. Mmoja katika wanawachuoni anasema kitendo cha kubeba ujauzito miezi 9 akapata taabu, masaa 24 anatema mate, anatamani kula udongo, sababu ni wewe. Anajifungua wengine kwa operation, baadaye maneno mazuri mke wako hana, kashapitwa na wakati. Wa idha qultum fa'dilu, na mtakapoongea pia chungeni ndimi zenu, kuweni uadilifu. Na maliza khutba yangu kwa mwanaume mmoja wa ajabu kabisa katika zama za wana wa Israeli. Alimletea mke wake kilo 3 za nyama, kama sijakosea, steak. Kamwambia leo zikange hizo, na kula peke yangu, na kina baba wenye roho mbaya kama huyo tuko wengi. Anakwambia hiyo nyama kwa ajili yangu, watoto bana leo hata baba anapewa chakula kizuri anapakuliwa, na watoto wanapewa chakula kibaya. Ikakangwa, tarudi baada ya saa 1, watoto wako wasione. Baada ya saa 1 karudi, mwana mama anaambia mume wangu, bahati mbaya nilighafilika na watoto, paka ule tuletea amekula nyama yote. Akasema haiwezekani. Kutoaminiana, kaenda kuchukua mzani kuja kumpima yule paka na kilo ngapi. Tusitoke ndani ya khutba. Kumpima kamkuta paka na kilo 3. Akasema hii ndio nyama yangu, paka hapa yuko wapi? Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina ruddana ila al-islam raddan jamila wa ruddana ila al-Qur'an raddan jamila wa ruddana ila as-sunnah raddan jamila wa ruddana ila al-aqidati as-sahihah raddan jamila. Allahumma athirna wa la tu'thir alayna warfa' maghtaka wa ghadabaka 'anna wa la tusallit alayna bidhunubina wa بذنوب غيرنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يتقيك ولا يرحمنا. اللهم أنت تعلم أعداءنا عددا فاقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وشماتة الشامتين